Zanzibar mpya. Zanzibar mpya. Mimi na Zanzibar. Sisi wazalendo. Ushatanga. Safari. Safari. Jamani, asante sana. Kuna siku niliwaambia shikamoni. Sasa leo sijui niwaambieje. Msal khairi, sio? Au sabal khairi? Sabal khairi, sio? Basi nawapa sabal khairi. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu, ndugu mratibu wa chama chetu Pemba, mwenyeji wetu mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa Chake Chake, wenye viti wa chama wa mikoa, ndugu viongozi mbalimbali, wanachama wenzangu na wapenda sana au tunaopendana sana, nyote kwa pamoja, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. 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 Tumshukuru kwa sababu la kwanza, sote ni mashahidi kwamba wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni, sisi chama chetu ndio ambacho kilisafirisha watu wengi, pengine angalau mara 10 kuliko hata Chama cha Mapinduzi. Tulipanda magari mengine hatarishi, vipando mbalimbali, lakini alhamdulillah tulikuja kwenye shughuli zetu kwa salama, tukarudi kwa salama. Alhamdulillah, hakuna ambaye alipata tatizo. Kama walipata basi ni wachache na alikuwa madogo. Kwa hivyo hilo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, leo tupo tumekutana, tena tumekutana kwa furaha kweli kweli. Tumekutana kwa furaha kwa sababu gani? Sisi tokea tumeingia kwenye uchaguzi, tuliingia kwenye uchaguzi tukiwa na kauli mbiu yetu kwamba sisi ni washindi. Sisi ni washindi. Tulishinda hatukushinda? Tulishinda. Kwa hivyo leo tumekutana, najua kwa sababu nyuso ukiziona ni nyuso za washindi. Furaha yetu ni furaha ya washindi. Hata spirit yetu ni ya watu waliokuwa washindi. Furaha yetu, amani yetu tulionayo ni ya ushindi. Hili kusema kweli ni jambo la kumshukuru kweli kweli Mwenyezi Mungu. Tumshukuru kwa sababu wenzetu walitaka kutunyang'anya hili, lakini sisi Mwenyezi Mungu katujalia, kwa sababu tulitawakali kwake. Mwenyezi Mungu katujalia, katubakishia jambo hili. Ndugu zangu, la mwanzo tukumbuke jambo moja muhimu sana. Pengine nisisahau kuwashukuru, nisiwe mwizi wa fadhila. Kwa baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru na nyinyi ndugu zangu. Niwashukuru kwa mapenzi yenu makubwa sana ambayo mliadhihirisha kwa kupitia kura zenu ambazo mlilipa kwa wingi, na mkafanya jambo moja kubwa sana, jambo la kuwaunganisha Wazanzibari wote. Ni kupitia kwenu
kupitia mahudhurio yenu, kupitia hamasa mlioionyesha katika shughuli zetu, ndio iliwafanya na Wazanzibari wengine wakashajiika, wakatuamini, na kwa mara ya mwanzo katika historia ya nchi yetu tulikwenda kwenye kura na tukapata kura za Wazanzibari wote. Tulizipata kwa sababu ya kazi ambayo nyinyi mliifanya, kwa hamasa mlioionyesha, kwa sababu ya kuwa na matumaini na kushiriki katika harakati hizi mpaka dakika ya mwisho. Mkahimili vitimbi, mkahimili vituko ambavyo vilianza wakati wa uandikishaji, na kila hatua tulihimili vitimbi. Hili mlifanya kazi kubwa sana. Lazima tuseme kwamba kazi hii, matokeo ya uchaguzi, ni kwa sababu ya kazi kubwa ambayo mliifanya. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi naomba niwashukuru sana, na niwashukuru zaidi kwa haya mapenzi ambayo leo mmeyaonesha, kwa sababu kama tunavyoambiwa kwamba leo hatukualikwa, lakini na mimi najiuliza, mtu lake alikwa? Mtu lake alikwa? Kwa hivyo leo mmekuja kwenye jambo lenu, na hii ni kiwango kikubwa cha mapenzi. Wenzetu wanataka wakinunue hichi kwa mabilioni, hawakipati, au vipi? Hawana. Tuliwaambia hatukutaki, na tukaenda kuthibitisha kwa kura zetu kwamba hatukutaki. Tunayemtaka tunaye mbele yetu leo, au sio? Tuko pamoja. Sasa ndugu zangu, naliomba hili tushikamane nalo, kwamba tuliwashajiisha Wazanzibari kwa umoja wao, kwa pamoja tukaenda kwenye kura, kwenye kupiga kura kwa dhamira yetu ile ile ya kuinusuru Zanzibar. Tulikwenda kwenye kupiga kura kwa nia ya kuinusuru Zanzibar. Hili jambo la muhimu sana. La pili, ndugu zangu, tulikwenda kwenye uchaguzi huu sote kwa pamoja na nguvu zetu, lakini tulimtanguliza Mwenyezi Mungu. Tulitawakal kwake, tukamuomba tulivyoweza kumuomba, na katika kumuomba kwetu tulifanya jambo moja kubwa sana. Sisi majimbo yote 50 tuliomba dua na tukachinja, au si kweli? Tuliomba dua na kuchinja. Damu ile tuliyochinja ndio iliyotunusuru damu kumwagika katika nchi yetu. Naomba tumshukuru tena Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tulimuomba tukachinja, damu ile ambayo ni ya kichinjo ilitusaidia. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, alikubali vichinjo vyetu kwa kutunusuru damu hata tone moja lisimwagike. Wenzetu walipanga hayo, hawakujali, kwa sababu wao hawatafuti uongozi, hawatafuti nchi, wao wana yao, wao wana lao, na tulikuwa tukiyaeleza katika kampeni. Yamethibitishwa na wao wenyewe wameyathibitisha. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba la kwanza kubwa tulilomuomba ni sisi wenyewe kubaki salama na nchi yetu ikabaki salama. Ndugu zangu, naomba tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Dhamira za wenzetu zilikuwa ovu sana, mipango yao ilikuwa zaidi ya kishetani, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu katuacha salama sisi wenyewe, na nchi yetu pia alhamdulillah imebaki salama. Lakini jambo moja ambalo tulimuomba Mwenyezi Mungu tupate ushindi
katika uchaguzi huu. Una nani hapa ana wasiwasi kwamba sisi hatukushinda katika uchaguzi huu? Kuna mtu ana wasiwasi huo kwamba hatukushinda katika uchaguzi huu? Malengo yetu yalikuwa ni kushinda. Tumeshinda hatukushinda? Tumeshinda. Malengo yetu ilikuwa kuwaduaza CCM kwenye kura za urais. Hatukuwaduaza? Malengo yetu ilikuwa ni kuwaduaza CCM kwenye kura za majimbo. Sisi tunasema kama si dhulma yao, kama si uhalifu walioufanya, sisi tuna uhakika kwamba tungepata majimbo 32. Kwa sababu waliokuwa wakitupigia kampeni ni wenyewe waliokuwa hapo mwanzo na majimbo haya. Kwa hivyo sisi hesabu yetu, ndugu zangu, na hii hatuisemi kwa siasa. Inshallah tunakokwenda tutakuja kulithibitisha hili. Na mtaona kwamba tutapata majimbo 32 inshallah. Kwa hivyo sisi malengo yetu tuliyojipangia yote tumeweza kuyafikia. Na moja ambalo na naomba hili pia tushikamane nalo. Naomba hili tushikamane nalo, kwamba Mwenyezi Mungu katupa jambo ambalo pengine wenyewe wala hatukuwa tukiliomba, lakini Mwenyezi Mungu akasema, kwa haya wanaoniomba waja wangu hawa, basi na hili nawapa. Kwa sababu nyongeza huenda kwenye fungwe, au sivyo? Na sisi tulikuwa nalo fungu, wenzetu hawakuwa nalo. Sisi tulikuwa na fungu tayari, Mungu katuongezea. Najiuliza jambo gani, au sivyo? Tulipofanya uchaguzi mwaka 2020, maafa yalikuwa makubwa sana, au sivyo? Watu 21 waliuliwa, 18 wakajeruhiwa, wakapata ulemavu wa kudumu, tukaachiwa vizuka 14, yatima 38 na watu wengine wengi walioumizwa. Haya yalikuwa maafa makubwa sana. Tukamuomba kiongozi wetu, lazima nchi hii tushirikiane, tuitibu, au sivyo? Tulimuomba, na ndio maana mzee wetu Maalim akapita akatushauri kwamba jamani, tumeharibikiwa, lakini tuna wajibu wa kwenda kutengeneza, au sivyo? Na tukakubali kuingia kwa nia ya kutengeneza. Walitengeneza wenzetu, hata nusu hatua hawakusogea. Walivyoingia ndio walivyotoka. Sasa kulikuwa wakati ule kila mtu alikuwa anasema maafa yale yalisababishwa na Magufuli, au sio? Ndio ilivyoambiwa. Huyu bwana hahusiki, huyu bwana hayumo, ilikuwa mipango ya Magufuli. Si ndio tulivyokuwa tukisema? Yes, Mungu akaambia, sikilizeni, unampandisha ngazi na suruali imepasuka. Alisemaje? Huyu nampandisha ngazi, mtaona. Na kama hiyo haitoshi, akamweka hadharani, akamchojoa moja baada ya moja, akabaki raba kitana, au sivyo? Kabaki raba kitana. Mwenyezi Mungu katuambia, basi kama mlikuwa na wasiwasi
mlikuwa mna shaka, mnampa faida ya shaka maneno ya mahakama. Mimi nataka niwaoneshe huyu alivyo, rangi yake hasa. Sasa mimi niwaulize ndugu zangu, hili tuliliomba, lakini tumejua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katupa jambo kubwa sana. Mtu ukishakumjua tena, Mwenyezi Mungu katuondolea shaka kwamba hawa hivi ndivyo walivyo. Kama mlikuwa na shaka, mwaka huu shaka hiyo na iondoa. Mwenyezi Mungu katuondolea shaka, hakutuondolea? Katuondolea. Tumewajua ndani nje. Tumewajua wengine waliokuwa na suruali imepasuka wakitembea chini, Mungu kawaekea ngazi, tumejua. Au sivyo? Lakini kubwa, pamoja na yote yaliyopita, nchi yetu imebaki salama na sisi tumebaki salama. Ndugu zangu, naomba niwaambie kwamba sisi viongozi wenu na mimi mlonikabidhi jukumu la kuwaongoza, kwangu mimi namba moja ni nyinyi na wenzetu, wananchi wenzetu. Namba moja ni sisi na nchi yetu, kwamba ibaki salama. Mengine yote haya ni kama vile una nyumba yako, akaja mwizi akaiba furniture. Akiiba furniture, si utatafuta nyingine? Au sio? Sasa sisi kwetu sisi tunasema kwamba muhimu ilikuwa nyumba yetu, na nyumba yetu ni nyinyi ndugu zetu. Nyumba yetu ni nchi yetu kubaki salama. Kwa hivyo hili tulishukuru sana kwamba nyumba yetu imebaki salama na sisi wenyewe tumebaki salama. Hilo ndio lilikuwa kwetu sisi namba moja. Swala najua mnajiuliza, tunakwendaje kutoka hapa? Au sivyo? Naomba tumalize hili tutawanyike, au vipi? Swala tunakwendaje kutoka hapa? Kuna ambaye anajibu hapa? Na tukiwaambia leo toeni maoni, tutapata maoni yanayofanana? Eti jamani, tukiwauliza hapa, jamani twende vipi, tutapata maoni yanayofanana? Si kila mtu atakuja na lake? Sasa ndugu zangu, mimi naomba niwaambie, mwingine atasemaje? Kila mtu atakuja na lake, si ndivyo? Sasa kwa sababu hiyo tunaizungumza, kwa sababu ya hiyo kuna wengine tayari wameshasema tuingie, wengine tusiingie, au sio? Yote yapo, si ndivyo? Sasa ndugu zangu, tunachosema kwamba la kwanza, naomba niwaambie tusikilizane. La kwanza, hatua yote, maana ukitaka kwenda safari, jiulize unakwenda safari hiyo kwenda kufanya nini? Au sivyo? Mtoto lala au nakwenda funika gombe bwana haramu apite, au nakwenda vipi? Tumefahamu? Kwa hivyo la kwanza lazima tujiulize hatua zozote tunazotaka kuchukua, lengo lake kitu gani? Kwenda kufunika uovu huu, kwenda kufunika ushenzi huu, kwenda kufunika ujahili huu? Sisi tunachosema kwamba nchi yetu iko katika hali mbaya sana. Maana tumefikishwa pahala, mtoto mwaka huu tumeona mtoto leo kawa mwizi,
Maana kapelekwa kwenda kupiga kura, au sio? Maana yake amefundishwa nini? Wizi. Askari kapelekwa kwenda kupiga kura za wizi 20-20, 50-50. Askari leo kaenda kawa mwizi, au sio? Kuna wawakilishi wamechaguliwa kwa njia ya wizi, au sio? Hawa ndio wanakwenda kuchaguliwa kwa mawaziri. Kwa hivyo tunakwenda kwa nani? Mawaziri wezi. Tutakwenda kuwa leo na wajumbe wa baraza la wawakilishi wa kuwachunga wezi, wakati na wao wenyewe wamepata viti vya ujumbe wa baraza la wawakilishi wa wizi. Uko juu simalizi na wao. Uko juu. Uko naomba mjaze nyinyi wenyewe. Uko naomba juu mjaze. Ndiyo nchi yetu ilipofika. Na wizi huu ulisimamiwa na majaji wa mahakama kuu, au sivyo? Nchi hii ndiyo tulipo. Kwa hivyo ndugu zangu, tunachosema kwa ufupi, suluhu yoyote lazima iitoe nchi yetu hapa ilipo kwenye utawala wa kiwiziwizi. Tumefahamiana? Lazima suluhu yoyote tunayokwenda kuitafuta haitokwenda kuwa suluhu ya funika pombe. Itakuwa ni suluhu ya kuitoa nchi yetu katika janga hili. Tulisema tunakwenda kuinusuru Zanzibar, sisi tuko pale pale. Suluhu yoyote itakuwa ni ya kuinusuru Zanzibar. Tuko pamoja katika hilo. Ndio maana sitaki kusikia mtu atuambie tuingie sijui tuingie. Kuingia kwetu, kutokuingia kwetu, hilo si hoja. Hoja ni kupata suluhu ya kuinusuru Zanzibar. Suluhu ya kuinusuru Zanzibar. Maisha na milele. Hatuwezi kuishi katika nchi ambayo imesimamishwa juu ya misingi ya wizi, juu ya misingi ya ufisadi. Tumefahamiana? Naomba ndugu zangu tukubaliane katika hilo. Kama tunakubaliana katika hilo, niwaombe la pili. Kwenye hilo la mwanzo tumekubaliana? Tumekubaliana? Kuna ambaye hakubaliani na hilo? Hebu kama tunakubaliana tunyenyue mikono. Sasa la pili, ndugu zangu, kama tunakubaliana na hilo, kama mlivyotuamini tukaliendesha jahazi hili, mkatusaidia mpaka tukafikia ushindi ambao haujawahi kufikiwa, naomba mtuamini kwamba kutafuta suluhu ambayo itasimama juu ya misingi ya kuinusuru Zanzibar. Huko ndio tutakapofikia, tutarudi kwenu. Lolote tutakalofikia, tutakuja kushauriana na nyinyi, kuambia jamani, lililopatikana hili mnasemaje? Tuliahidi kwamba uamuzi wowote utakuwa ni shirikishi. Lakini wakati tunayatafuta hayo, naomba mambo mawili. Kwanza, mtuamini viongozi wenu. Na mimi naomba ninukuu busara ya wazee wetu. Wazee wetu wakituambia mambo yote azima, hata ukitaka kuazima underwear, wewe azima tu. Lakini jambo moja usije ukaazima.
Usije ukazima ujinga wa mtu. Umefahamiana? Kama ni ujinga, tengeneza wako. Kwa hivyo na sisi nawaambia, hatutaazima ujinga wa mtu. Kama ni ujinga tutaazima, tutatengeneza ujinga wetu. Muhimu, uongozi na umoja unahitaji jambo moja. Kama tukishaamua njia yetu ni hii, hata kama huo ndio ujinga, ni ujinga wetu, tusimame nao, tuanguke nao kwa pamoja. Tumeelewana? Tumefahamiana? Lazima tutakachoamua, asitokee mmoja akawajifanye yeye mwerevu. Tumefahamiana? Asitokee mmoja akajifanya mwerevu. Tutakaloamua, kama mmetuamini, basi na tutarudi kwenu. Tukikubaliana twende nalo, tusimame nalo. Huo ndio UACT Wazalendo. Huo ndio UACT Wazalendo. Maana yake ni hiyo. Na nawaomba ndugu zangu, la mwisho, kwanza hilo tumekubaliana, mnatuachia, mmetuamini, twende nalo. Hebu jamani, wale ukubaliana na hilo tunyenywe mikono. La mwisho kabisa, na hili ndio muhimu kuliko nyingine. La mwisho ndugu zangu, wanawaambia wenzangu, na kwa sababu tumekutana hapa wengi, naomba na hili liseme. Wanawaambia, mnajua nyie, simba akimkuta nyumbu au akimkuta pundamilia, kichwani mwake kunakuwa na nini? Anasema leo shapata mlo. Dubwesho lote lile, na mnofu wote ule. Lakini simba na udogo wake, lakini kichwani mwake kinachompitikia kitu gani? Anasema nishapata ulaji. Na pundamilia akikutana na simba, yeye kinachompitikia kitu gani? Kwa maneno ya Kipemba, yo leo shaliwa. Au asemaje? Yo leo shaliwa. Hajioni ukubwa wake, hajioni kwamba yeye anaweza akakabiliana na simba na asiliwe, akamuumiza yeye simba, akamuua yeye simba. Tatizo la pundamilia, tatizo la nyumbu ni wapi? Kichwani wake. Sisi wametuzoea. Sisi wametuzoea. Kwa sababu wao wanaona sisi ni ulaji. Mwaka huu tumewaonesha miaka mingi. Lakini mwaka huu tumewaonesha sisi tumeshawala. Sisi tutawala. Sisi tuna uwezo wa kuwala. Ndugu zangu, naomba kila mmoja tusimame katika. Muda mrefu tumeingia kwenye chaguzi tukisema tutapewa hatupewi. Upewe na nani? Unamuogopa nani? Na ni ile kwamba yo nshaliwa. Na mwenzio yeye anasema nishapata ulaji. Au sio? Naomba tutondoke hapa leo, wakati tunakwenda na hayo mengine, tuondoke na dhana hiyo. Tuondoke tukijijua hivyo. Hawa wametuzoea, mwisho wa kutuzoea. Mwisho wa kutuzoea ni mwaka huu. Huu mwisho wa kutuzoea. Tumetafuta amani, tumenusuru nchi yetu kwa amani, tumewanusuru watu wetu kwa amani, si kwa sababu ya ubwege.
Ni kwa sababu sisi ni waungwana, sisi tunajua lipi jema kwa nchi yetu na kwa watu wetu. Si kwa sababu ya udhaifu, si kwa sababu ya ubwege, wala si kwa sababu ya kwamba tushaliwa. Tumewaonesha kwamba sisi tuna uwezo wa kuwala nyam, tuondoke nalo hilo. Tunapokwenda tusimame kifua mbele, tuseme sisi si watu wa kuchezewa. Tuseme sisi si watu wa kuchezea. Hawa wametuzoea, mwaka huu lazima tuwafikishe pahala. Tuambie hii kutuzoea basi. Tumefanya kutuzoea. Jamani, tumefahamiana, lakini tumefahamiana, tunakubaliana. Kutuzoea. Kina baba vipi nyinyi kule? Hii waache. Hii mwisho. Tutakwenda kutafuta suluhu ya nchi yetu kwa amani. Lakini ikiwa tutapewa amani. Tumefahamiana jamani? Mimi ninaamini nchi hii bado inayo watu wenye hekima, tunawategemea watatuvusha. Inshallah tutapata suluhu ya kuinusuru Zanzibar kwa amani. Tumefahamiana. Moja la mwisho kabisa, ndugu zangu, najua tuna majonzi, tumeumizwa, tumeumia, machozi mengi, maumivu makubwa. Sisi tunasema dua yetu kwa Mwenyezi Mungu, haya maumivu tuliyoyapitia, machozi tuliyoyatoa, inshallah Mwenyezi Mungu ayakusanye yote, awape hawa madhalimu. Machozi yetu awape na wao machozi. Udhalimu wao uliosababisha maumivu, Mwenyezi Mungu ana namna yake, anajua yeye mwenyewe, lakini na wao awaonjeshe maumivu watu wanayopitia. Lakini ndugu zangu, katika hilo tumeumizwa kwa pamoja, tumeumizwa mmoja. Kila mmoja na namna yake. Ni waombe, si kila CCM katuumiza, si kila mwana CCM. Mwaka huu wana CCM wengi wametuunga mkono. Kwa hivyo machozi yetu na tunayoyafanya naomba tukumbuke hawa wenzetu, tuendelee kuwa nao, wale tunaojua walituunga mkono. Sawa. Tumekubaliana katika hilo. Kwa hivyo ndugu zangu, leo haikuwa siku ya mkutano wala haikuwa hutuba, au sivyo? Ilikuwa kusalimiana. Nilikuwa naiona shauku yenu, nafahamu maumivu yenu, nafahamu hamu yenu. Ndio maana nikasema haya mengine niyaeleze, ili tukitoka hapa tujue tunatoka vipi. Tutakuja huko kwenye mikoa yetu, tutakuja kwenye majimbo yetu, lakini nilisema hapa haya ya msingi. Tuondoke hapa tukiwa na amani. Jamani, usiogope kudhulumiwa, ogopa kudhulumu. Tuondoke na amani, tuondoke na furaha, twende kwetu mioyo yetu burda kabisa. Sawa. Twende na amani, tubaki na amani. Sawa. Tumefahamiana, tunakubaliana.
Inshallah Mwenyezi Mungu kama alivyotuleta kwa salama aturudishe kwa salama. Tutaonana tutakapokuja huko kwenye ziara zetu. Sawa? Tumekubaliana? Inshallah Mwenyezi Mungu atupeleke salama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Saliti na lazima yetu baada siye. Mwaka huu kutaka usitake